nafasi ya kwanza ndio zilikuwa zafuzu moja kwa moja kwenda kwenye round of 16. Alafu timu sita, timu 4 timu sita zilikuwa zinagombea nafasi 4 za kwenda round of 16. Na miongoni mwa hizo timu sita Tanzania ilikuwemo kutokana na matokeo ambayo tuliyapata dhidi ya timu taifa ya Nigeria na namna pia ambavyo tulipata matokeo dhidi ya timu taifa ya Uganda. Na mwisho siku mchezo wa leo hii ungeweza kuamua baina yetu sisi na timu taifa ya Angola ni timu ipi inakwenda kwenye round of 16, kwa sababu tayari timu 3 zilikuwa zimeshakwenda kwenye round of 16 miongoni mwa zile timu 4 ambazo zinapaswa kwenda. Hata sisi na Angola ubishani wetu ulikuwa kwenye maeneo kadha wa kadha. Cha kwanza alama. Angola walikuwa tayari wana alama 2. Wameshamaliza hatua yao makundi jana wenyewe baada ya kutoka sare dhidi ya Egypt. Lakini sisi leo hii tuliingia mchezoni kwenye mchezo dhidi ya Tunisia, tunatarajia alama 1 kwanza tuweze kufikia Angola. Lakini kipengele cha pili ilikuwa kama tungepata alama yetu 1 tukawa na sisi na alama 2 kama Angola, ili tuweze kuwazidi Angola kuipata hiyo nafasi ya 4 iliyobaki kwenye miongoni mwa best losers. Ilipaswa tuwe walau tumefunga magoli, yani goal difference tu tuna advantage. Tu tumewazidi mabao ya kufunga na kufungwa. Kwa hiyo kwenye mabao ya kufunga na kufungwa tuko sawa. Wote tuna negative 1. Wote tunadaiwa goli moja. Tunadaiwa goli moja. Yes. Baada ya hapo mwenye mabao mengi ya kufunga. Kwa sisi ndio tumescore mengi kuliko Angola. Angola amefunga magoli 3, magoli 2, amefungwa 3. Sisi tumefunga 3, tumeruhusu 4. Kwa walipokuja kwenye magoli mengi ya kufunga sisi tuna 3 wao na 2. Ndicho kilichotufanya tukatoboa. Kwa hiyo tukakaa kwa wale washindwa bora 4. Kuna wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa 4. Tunajumuika na zile timu 12 ndio zinakuwa hizo 16. Tunakwenda kwenye round of 16 ndio. Kwa namna hiyo. Mshindwa bora lakini hatujali. Sasa hayo ni hizo ni hadithi sasa. Unachoangalia kilichopo. Unachoangalia lakini michezo inaendelea sasa hivi haiathiri kwa sababu timu ambazo zilikuwa zinaweza zikaingia kwenye ama zilikuwa kwenye kinyang'anyiro cha kumaliza kama mshindwa bora, michezo inayofuatia hizo timu hazihusiki. Kwa maana ya kwamba miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinawania mshindwa bora ilikuwepo Benin ambayo wao walifuzu kwa kama nafasi ya kwanza kwa mshindwa bora wakiwa na alama 3 na vitu vingine vyote vilikuwa vizuri upande wao. Mozambiki walikuwa nafasi ya pili, Sudani pamoja na Angola ndio tulikuwa tunagombania nao nafasi, lakini Sudani, Mozambiki pamoja na Benin walikwenda moja kwa moja. Alafu Angola na Tanzania ndio tulikuwa tunabishana sasa yupi anakwenda kwenye pointi 2 kwenye pointi 2, lakini pia tulikuwa tunajua tuzule tutazame goal difference imekaa vipi. Kutazama goal difference hapo unaona tuko nao sawa. Wote tunadaiwa bao moja, lakini mabao ya kufunga sisi tumefunga magoli 3, wao wamefunga mabao 2. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwenye hatua inayofuatia. Mtu mwingine ambaye angeweza kusumbua ni timu taifa ya Comoros ambaye naye alikuwa nafasi ya kwenda kama mshindwa bora, lakini yeye alishamaliza mchezo wake yote 3 ya hatua makundi. Lakini pia ukitazama magoli yeye anadaiwa mabao 2. Kwa hiyo yeye akabidi akajiua namna hiyo. Tukabaki sisi na Angola. Kwa sababu tayari Angola kashamzidi tayari Komoro. Kwa hiyo automatic akatoka. Kwa hiyo ikawa inasikilizwa mechi hii. Sisi sasa tunaweza tukamfikia Angola ama tukashindwa. Tumeweza na tumewapiku. Kwa hiyo sports tunaendelea kutazama taarifa za michezo. Mwenzetu Yahya Njenge naye alifuatilia mchezo huu. Ametazama? Kwa karibu kabisa. Hebu tusikize nini ambacho anazungumzia. Bado Miguel Gamondi kama kocha wa Taifa Stars anaendelea kudhihirisha umahiri wake kiufundi, namna ambavyo anaendelea kuibadilisha timu kila siku zinavyokwenda taratibu kabisa. Ukiangalia namna ambavyo approach ya mchezo kwa siku ya leo, Gamondi kwangu kitu ambacho nakipenda zaidi kutoka kwake ni namna ambavyo anajitahidi sana kutoitengenezea timu pressure inapokuwa inajaribu kushambuliwa. Maana yake anakwepa kabisa yale mambo ya kuifanya timu hiyo ni timu ya kukaa nyuma kabisa. Mara nyingi amekuwa anaijenga timu yake katika muundo ambao unaipa balance nzuri sana ya kushambulia na kuzuia pale inapobidi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa Gamondi amekuwa ni mtu ambaye anaendelea kuibadili Taifa Stars siku hadi siku. Kwa hiyo kazi nzuri sana imefanywa, japokuwa hatukupata ushindi wa kwanza ambao pengine tulikuwa tunauota, lakini tumepata matokeo yaliyotufanya tuweze kusonga mbele na kwenda katika hatua ya mtoano dhidi ya Tunisia kupata alama 1, na kwenye siku ambayo Tunisia walikuwa wanahitaji alama, unaona kabisa ni kazi nzuri sana ambayo imefanyika ya kuifanya timu iweze kuwa na hiyo balance. Ukitazama kwenye kikosi kwa siku ya leo, alianza na back 3
alianza na Dickson Job, Bakari Mwamnyeto pamoja na Baka kama mabeki watatu, alafu Haji Mnoga na Zimbo akawa kama wingbacks, alafu mbele kabisa kule aliwaacha Mbwana Samata na Simon Msuva wao washambuliaji wawili. Faisal akawa ana join na wale viungo wengine wawili, Alphonse Mabula pamoja na Novatus Dismas, kutengeneza viungo watatu katikati ya kiwanja, kitu ambacho kiliipa timu uwiano mzuri sana kwenye namna ya kujilinda na namna ya kushambulia. Tunaposhambuliwa, Zimbwe, Mnoga wana join na wale mabeki watatu, tunakuwa na defenders watano plus wachezaji kama Nova ambaye anasaidia sana safu ya ulinzi. Maana yake unakuwa na wachezaji karibu 6 ambao wanakuwa wanasaidia kuzuia. Lakini tunaposhambulia pia Zimbwe anaongezeka juu, Mnoga anaongezeka juu, ana join kwa Samata pamoja na Msuva na Faisal. Maana yake tayari vile vile unakuwa una namba nzuri ya wachezaji ambao wanashambulia. Kwa hiyo kifupi mimi nampa credit nyingi sana Miguel Gamondi ambaye amekuwa anaendelea kuonesha ni kwa namna gani anajua namna gani ya kupata kilicho bora kutoka kwa baadhi ya wachezaji wa Kitanzania. Ni hakuwa na nafasi kubwa sana ya kujiandaa na AFCON baada ya kukabidhiwa timu pengine muda mchache kabla finali za AFCON kuanza, lakini amekuwa na matokeo ambayo amekuwa na namna fulani ya uchezaji ambayo imetia matumaini makubwa sana kwa kikosi cha Taifa Stars na pengine kuifanya iweze kufika kwenye hii hatua ya mtoano ambayo kwa mara ya kwanza kama nchi inaingia katika hatua ya 16 bora. Mengine yatakayofuata hapo nafikiri tutayajua hapo, lakini jambo la muhimu kwa sasa ni kuona Stars imeweza kusonga mbele kwenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo credit nyingi kwangu nazipeleka kwa kocha Miguel Gamondi na namna ambavyo ametengeneza namna nzuri ya timu kucheza pasipo kuwa na pressure kubwa. Naam, huyo Yahya Njenge amemwaga minyama yote kaimwaga kwa Gamondi. Kajaribu kuelezea kiufundi namna alivyokuwa anatumia wachezaji kwenye michezo ya AFCON katika hii michezo mitatu ambayo iliyopita. Bana, unaambiwa maliza mwaka kibingwa, huku kombe la Afrika limepamba moto, kule ni kivumbi ndani ya ligi kuu Uingereza. Yani unakula halali, ukimaliza unakula tena. Yani unakula alafu ukimaliza unakula tena. Usikae kinyonge. Zama www.betway.co.tz, suka mikeka kwenye mechi za kombe la Afrika na mechi nyingine kibao. Kwenye kila mkeka utajipatia point mara 2 ambapo unaweza kuzibadili kuwa pesa wakati wowote. Kubwa kuliko ni ukishare code zako kwa washikaji na kwenye mitandao yako ya kijamii utajipatia 4% kila dau litakalowekwa kupitia code zako. Hatua tuliopo tu up inalipa zaidi. Timu unazochagua zikiongoza kwa magoli 2 zaidi tunakulipa papo hapo. Nasemaje? Tia hela upate hela. Hairuhusiwi kwenye umri chini ya miaka 18 na unakumbushwa beti kistaarabu. Sports Extra ndio hii, bado tupo tunaendelea kukupa habari za kimichezo. Mambo mazuri kwenye kubashiri mara nyingi huja matatu. Jiunge na Betway leo ufurahie burudani ya kubashiri isiyo na kikomo.